I rejoice when I hear them say, let us go to God's house. I rejoice when I hear them say, let us go to God's house. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Wakati ule wakubwa wa watu walimdhihaki Yesu wakisema, aliwaokoa wengine, sasa ajiokoe mwenyewe kama ni Kristo mteule wa Mungu. Askari pia walimdhihaki walipomjongea na kumletea siki wakisema, kama wewe ni mfalme wa Wayahudi, jisalimishe mwenyewe. Juu yake alikuwa na hati, huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Mmoja wa wale wahalifu waliotundikwa alimtukana akisema, je, wewe si Kristo? Basi jiokoe mwenyewe na sisi pia. Lakini mwingine akajibu akamgombeza na kusema, je, hata wewe uliyehukumiwa sawa na yeye humjali Mungu? Sisi kwa haki tunapokea tuliyostahili kwa makosa yetu. Huyu lakini hakutenda mabaya. Akasema, Yesu, unikumbuke mimi utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamjibu, amina nakuambia, leo utakuwa pamoja nami peponi. Injili ya Bwana. Mungu ni mwema na kila wakati. Happy Feast Day. Happy Feast Day. Leo kama kanisa tunasherehekea sikukuu ya Kristo mfalme, na kwa bahati nzuri pia kanisa letu limepewa usimamizi wa Kristo mfalme. Leo basi, ikiwa ni sikukuu yetu, tungependa kutafakari zaidi kuhusu Yesu ambaye ni mfalme wetu. Tumesikia katika masomo yetu ya siku hii ya leo, somo la kwanza kutoka kwenye kitabu cha Samueli. Somo la pili, barua mtakatifu Paulo kwa Kolosai, na Injili takatifu ya Luka ambayo pia imeweza kutuzungumzia na kutuelekeza kuelewa vile ambavyo kilele cha maisha ya Yesu Kristo kiliweza kuwadia yeye alipotundikwa juu ya mti wa msalaba. Somo la kwanza latuelezea kuhusu huyu mfalme aliyependeza moyo wake Mungu, akaweza kuchaguliwa baada ya Sauli aliyekuwa mfalme wa kwanza kukataliwa na Mungu.
na Daudi akaweza kutolewa malishoni akiwa mwana wa Yese aliyekuwa mdogo, ambaye alipata idhini ya upendo wa Mungu, na hivyo akaweza kutiwa mafuta kuwa mfalme wa pili wa Israeli. Alipatana na changamoto zake kwa sababu Sauli hakuwa ameaga dunia, bali kwa sababu ya kutotii kwake na kuishi kuambatana na nia na mapenzi yake Mungu Mwenyezi, Daudi aliweza kuchaguliwa, na hivyo alipochukua hatamu, mwanzo alikuwa ni mfalme wa Yuda, alikoongoza kabila mbili za Israeli kwa kipindi cha miaka 7, na baadaye mafanikio yake katika vita na vile ambavyo aliweza kuhifadhi amani katika ufalme huo, tuone ya kwamba kabila zingine 10 za Israeli, wazee wake wakaja na kusema kwamba wewe utawalisha watu wangu Israeli, nawe utakuwa mkuu juu ya Israeli kama alivyosema Bwana. Na ndugu zangu, wakati ambapo hawa wazee walipokuja huko Hebroni, waambiwa kwamba walimtia mafuta, na hivyo akawa mfalme wa taifa nzima la Israeli, ambapo alikuwa mfalme wao kwa kipindi cha miaka 40. Ufalme wa Daudi ulikuwa na mwisho wake, lakini utabiri uliotolewa juu ya ufalme ambao hautakuwa na mwisho ni ufalme wake Yesu Kristo, tunaye mwadhimisha siku hii ya leo kama mfalme wa ulimwengu. Wafalme waliofuata baada ya Daudi, Suleimani na wengine wengi, walipatana pia na changamoto za aina yake, lakini watu hawakusahau mafanikio aliyoweza kupata Daudi alipokuwa amechaguliwa kuwa mfalme wa Israeli. Alikuwa na ubinadamu wake, kasoro zake, dhambi zake na makosa yake, lakini kwake kila wakati alipoenda kinyume na mapenzi yake Mungu Mwenyezi, aliweza kuziungama dhambi zake na kutafuta maridhiano kati yake na Mungu, na pia aliyoweza kuwakosea. Hilo ndilo tutakalodhihirishiwa na Yesu, ambaye hakuwa na kosa, hakuwa na dhambi, bali hata wakati ambapo alining'inia juu ya mti wa msalaba kudhihirisha nguvu zake na utawala wake, alidhihirisha
msamaha na upendo kwa yule mwizi aliyeomba msamaha alipokuwa juu ya mti wa msalaba. Na hivyo ndivyo tunavyodhihirishiwa ufalme wake Yesu Kristo, ya kwamba kwake hakuja ulimwenguni humu ili auhukumu ulimwengu, bali amekuja ili apate kuokoa ulimwengu. Ufalme wa Yesu umeangaziwa sana katika maandiko matakatifu, lakini hili ni jambo ambalo hakuweza kujivunia ama kujigamba, bali tuona kwa unyenyekevu na kwa upole aliweza kudhihirisha kabisa kwamba yeye ni mfalme wetu. Alipozaliwa, tunakumbuka mamajusi kutoka mashariki walivyomtafuta huyu Yesu, hata wakajipata wameenda kwa Herode kuuliza juu ya huyu mfalme ambaye nyota yake ilionekana mashariki. Hakuzaliwa ndani ya ikulu, bali tuone ya kwamba alizaliwa katika hori ya ng'ombe. Licha ya kwamba yeye ndiye aliyeumba ulimwengu, lakini yazaliwa kati ya wanyama na akaweza kulazwa kwenye hori ya ng'ombe baada ya kuwekwa kwenye kitanda kilichotayarishwa cha watoto. Hili ni jambo lililomtia kiwewe Herode aliposikia kwamba kuna nyota iliyoashiria mfalme aliyezaliwa, na alipofahamishwa kwamba huu tabiri umekuwepo na ya kwamba huyu mfalme atazaliwa kule Bethlehemu, aliwaagiza watakapomuona huyo mtoto waje wamjuze ili naye apate kwenda kumwabudu. Kwa Herode haikuwa amwabudu mtoto, bali ni aweze kumwangamiza, maana alimuona kama mpinzani katika utawala wake. Ndiye huyu Yesu ambaye ufalme wake pia unaangaziwa katika Injili ya Yohane mlango wa 6:1-13, wakati ambapo aliwalisha wanaume 5,000 bila kutolewa idadi ya kina mama na watoto waliohudhuria. Na walipokula na wakashiba, alipofanya muujiza akitumia mikate 5 na samaki 2, wao walitaka kumfanya awe mfalme, lakini tuambiwa kwamba Yesu alijificha akaweza kwenda zake. Haitoshi, kwani katika maandiko tunakumbuka Yesu alipoingia kwa kishindo kule Yerusalemu, kama inavyoelezewa katika maandiko matakatifu, yeye akiwa juu ya mwanapunda wakaweza kuimba nyimbo za sifa wakimtambua kama mfalme ambaye ameingia Yerusalemu ili apate kukomboa taifa la Israeli. Pia wanapodhania kwamba Mesiha ambaye ni mfalme wao, huyu ambaye waliyekuwa wanamgoja ili aweze kuwapigania na aweze kuwatoa katika utawala wa watesi wao, ikawa pia wamekosea, kwa sababu yeye
hakuwa yule mfalme waliyemtarajia, bali ufalme wake ulikuwa tofauti. Tunakumbuka Pilato akimuuliza Yesu Kristo kama yeye ni mfalme, na Yesu akamwambia, wewe wasema. Kwa sababu yeye licha ya kwamba alikuwa ni mfalme, alimwambia, ufalme wangu sio wa ulimwengu huu. Kama ungalikuwa wa ulimwengu huu, watu wangu wangelinipigania. Lakini alidhihirisha kwamba ndiyo ni mfalme, lakini sio katika ulimwengu huu tunaoishi, bali katika ulimwengu tunaoelekea. Maana tutatoka katika ulimwengu wanaokufa tukielekea katika ulimwengu wanaoishi milele yote. Ndugu wapendwa, as I was reading and preparing for this, I came across this, that during the fierce persecution of the church in Mexico in the 1920s, Blessed Miguel Pro, secretary, traveled from house to house, celebrating Mass, hearing confessions, and bringing comfort to the frightened Catholics. Huyu Miguel alikuwa ni padri ambaye mauaji katika mwaka 1920 tunaelezwa kwamba mauaji ya waumini kule Mexico yaliweza kufanyika kutokana na utawala katili wa viongozi ama kiongozi aliongoza Mexico. Lakini huyu padri alitembea nyumba kwa nyumba akiadhimisha ibada ya misa, akiwapa waumini sakramenti ya maungamo, na zaidi kuwapa motisha na moyo waweze kujikaza, kwa sababu hakuna ufalme mradi ni wa mwanadamu utakaodumu milele yote. Na hivyo tuambiwa kwamba mara nyingi alienda amevalia mavazi ya kana kwamba ni mtu anayefanya kazi kwenye kalkana, ama huenda ikawa ni mwana biashara. Alivalia pia kama mechanic ili asiweze kutambuliwa. Lakini siku moja alikamatwa kwa kosa ambalo hakuweza kufanya, na tunaambiwa ya kwamba siku ilipowadia yeye kuweza kunyongwa, zaidi walikuwa kifungwa, unafungwa macho ili usione kile unachotendewa. Lakini kwake alisema kwamba hataki kufungwa, yataka kuona kila kitu kama atakavyofanyiwa. Na ni hapo aliweza kuinua mikono na akaiweka kama msalaba, na akatoa maneno haya: Viva Cristo Rey, long live Christ. Viva Cristo Rey. Na akawa ni mtu ambaye aliweza kutambua ufalme wake Yesu Kristo, that long live Christ the King. Hivyo hata sisi siku ya leo tunaposema kwamba Viva Cristo Rey, ni kusema kwamba basi tunatambua ufalme wake Yesu Kristo, huyu ambaye ufalme wake uliweza kutambuliwa wakati ambapo alitundikwa juu ya mti wa msalaba, na waliweka anwani ya kwamba huyu ni Yesu mfalme wa Wayahudi. Sio tu mfalme wa Wayahudi, bali ni mfalme wetu pia, na ndipo tunaitwa
ili tuweze sisi kujiuliza huyu ambaye ni mfalme wetu, ndugu zangu, tunamsikiliza kwa njia gani? Nimeona wale ambao wamekuwa wakifuatilia siasa za nchi hii, hasa kule Marava by elections na kule Mbeere North. Sijui kama mnafuatilia ninavyofuatilia. Zinanifurahisha sana jinsi ambavyo hata hawa wanaenda kama Miguel Pro, nyumba kwa nyumba, kuketi na kunywa chai na sisi. Lakini wacha tuwachague, hatutaona tena katika hizo nyumba ambazo wanaingia. Watakuwa shahama kwa sababu tushawapa kile ambacho walikuwa wanataka. Tofauti na Yesu ambaye anashuka kiwango chetu. Na unapomtazama Yesu Kristo, tunatumia maneno tunaosema kwamba he actually cared, and that is why he had compassion on those who suffered, in that he went to their level to encourage them and to give them hope. To care shows that we continue to love, because unless we care, then we cannot be able to demonstrate how we love each other. Ndugu zangu, ukiangalia uongozi ambao umekuwepo na yale mambo ambayo tunayazungumzia siku hii ya leo, what prompted that the church decided we can have such a celebration, celebrating Christ the King of the universe? Ni kwa sababu baada ya vita vya kwanza vya ulimwengu, jinsi ambavyo watu waliweza kuuawa kwa ajili ya ukatili wa viongozi ambao wao walidhamini sana utajiri wa dunia hii. That the world became so materialistic in that we never recognized the soul of a human person as anything to value. And that is why the First World War came into place. Baada ya hapo kuna kitu tunaita the Spanish flu. The Spanish flu ni kama vile ambavyo tulikuwa na COVID-19, ambayo wengine walisema kwamba Waafrika watakufa kama panya, lakini tunashukuru ya kwamba Mungu aligeuza. Wale ambao walidhaniwa kwamba watakufa kama panya wakastahimili na wakaendelea kuishi. During the Spanish flu in the 1920s, tunaambiwa kwamba more than 500 million people died. More than 500 million people died. How many are we in this country? We only 50 something. Kwa hivyo kama ni hapa ingeingia, ingetumaliza wote. Hii venye tunaongozwa na ukabila, eti ya kwamba mtu wetu ndio sasa anatawala, basi sisi tumeshiba. Nisikia wengine wakisema kwamba mradi sisi tumeingia kwenye serikali hamtasikia mdomo wetu tena. Lakini tunashindwa kwamba who is earning, who is getting the salary, who is getting the benefit? Is it the whole tribe or some individuals? It is some individuals. Sisi, mimi na wewe, tunateseka katika ulimwengu huu, hata kama tunajigamba na kusema kwamba ni watawala wetu. Hawa ndio ambao wanatutoa sisi ili tuweze kufa kwa sababu yao. Lakini Yesu alikuwa ni kinyume, kwa sababu yeye ndiye aliyejitoa kwa ajili yetu. Na huyu ndiye anayedhihirisha kwamba that is the true love and the forgiveness we are looking for in our King, who is ready to sacrifice his own life so that you and me can be able to live. Na ndio tunapo mtazama kwa hiyo njia, huyu ambaye aliweza kujitoa kwa ajili yetu sisi, tunasema kwamba basi huyo ndiye ambaye tunataka kumtumikia. Maisha ya hapa duniani, ndugu zangu, yana muda wake.
kuna kile ambacho kina mwanzo na hicho ambacho kina mwisho wake. Lakini ufalme wake Yesu Kristo tumesikia kwamba hauna mwisho, na ndipo tunapaswa kutoa maisha yetu kwake Yesu Kristo ili apate kuendelea kuyatawala haya maisha, kwa sababu pasipo yeye, ndugu zangu, haya maisha yatakuwa ni magumu sana. You know, you ask yourself, hata kama tutakaa sana hii dunia, kwani ni miaka mingapi? Ni miaka mingapi? Tunacharaza 100, tushachoshwa na hii dunia. Niwaambia mama mmoja ambaye aliniambia, Father, yeye kazi yake ilikuwa ni kutolewa kwa nyumba, anaanikwa kwa jua. Anakaa kwa jua muda kidogo, anaitana, nitoeni sasa nirudisheni ndani. Wewe ungependa kufika hapo? Hamjambo? Mungependa kufika hapo? Kwa hivyo mnataka kutoka mapema. Kama unataka kutoka mapema, matayarisho ni sasa. Ni sasa, kwa sababu each and every day we are called upon to die for the sake of Christ. And when we die for the sake of Christ, then we are assured of that other life that has no end. But as long as we hold on to this world, then what we are doing is that we are forgetting that we are on a journey. Tazama hawa watu ambao walisimama chini ya mti wa msalaba, na wale ambao walitundikwa na Yesu msalabani. Two choices of life. Two choices of life. There are those people who mocked him. Wanamwambia kwamba, hey, uliokoa wengine, sasa ni wakati wako, jiokoe. I'm only imagining Yesu kama angejitoa msalabani ili kuweza kuonyesha kwamba anaweza akajitoa msalabani, nani angejiokoa? Mosi anaambiwa, kwani naona mnanitazama vibaya na sio mimi nimeongea haya. Ameambiwa hapa ya kwamba askari pia walimdhihaki, walimjongea na kumletea siki wakisema, kama wewe ni mfalme wa Wayahudi, jisalimishe mwenyewe. Wale wengine tunaambiwa kwamba wazee wakubwa wa watu walimdhihaki Yesu wakisema, aliwaokoa wengine, sasa ajiokoe mwenyewe kama ni Kristo mteule wa Mungu. Ni mara ngapi wewe umejionyesha kwamba unaweza fanya mambo mengine kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu? Eti ya kwamba tembea juu ya kamba, juu wewe ni mtoto wa nani? Wewe tunataka umeze sindano kwa sababu Mungu atakuokoa. Si umesema wewe ni mtoto wa Mungu, meza hii sindano. Huwezi mjaribu Mungu. Na tunakumbuka kati ya majaribio ambayo Yesu alijaribiwa nayo ni ya kwamba, kama kweli wewe ni mwana wa Mungu, geuza haya mawe yaweze kuwa mkate. Na akawaambia nini? Usimjaribu Bwana Mungu wako. Yeye alijua kabisa yeye ni mwana wa Mungu. Ni mara ngapi sisi tumekuwa kama hawa kumdhihaki Yesu Kristo, wakati ambapo twaelewa vema ya kwamba alitoa maisha yake ili wewe na mimi tupate kuishi. Unamwambia Mungu, nimekuita kwa novena mara nyingi sana. Hii novena naomba isipite. Hii interview kama sitachukuliwa, nitajua kwamba wewe hauishi. Tayari ni wewe ambaye hauishi, sio Mungu. Mungu afanye hiyo kazi. Ni wewe unaenda kuajiriwa, si ndio? Na tunajua nchi yetu ni ile ya kwamba toa kitu kidogo, scratch my back, scratch yours, kama unatafuta hii kazi. That people can go even below the level of their humanity to do other funny things just because you want to secure that job. You don't mind about the marriage vows at that time. Yeah? Haujari kile ambacho una haja nacho ni nini? Na unaanza kutukumbusha, kama singefanya hivyo hii kazi singepata. Lakini shetani aliingia ama hakuingia? Mungu ni mwema.
Tumsifu Yesu Kristo. Hivyo lazima turudi. Ni kama ukute mtu anakaa hapa, wale ambao walikuwa nashabikia Liverpool jana usiku, kusema kwamba Mungu tunaomba hii Nottingham Forest tunaomba isiturambishe sakafu. Wewe unang'ang'ana na umeona bao imewekwa. Unang'ang'ana unaona ya pili imewekwa. Unaanza kuuliza Mungu, sasa Mungu nini hii? Umeona Mungu akiwa amevalia jezi namba ngapi? Alikuwa amevalia ngapi ndio mshindwe? Mungu havalii jazi. Wanaovalia jazi ni akina nani? Ni akina sisi, ambao wakati mwingine tunasema kwamba you shall never walk alone, but yesterday they walked alone. Mungu ni mwema. They walked alone, but every other time we let God dictate our life, then we do not walk alone. We only walk alone when we want to dictate God. If you dictate God, then you fail. Angalia mwizi ambaye alisulubiwa pamoja na Yesu. Yuamwambia kwamba kama kweli wewe ni mwana wa Mungu, jiokoe na utuokoe sisi. Kama angejiokoa, ni yeye mwenyewe angejiokoa, hangetuokoa sisi. Lakini alitudhamini, akaona ya kwamba hatafanya kulingana na vile wengine wanavyofanya, bali atafanya kulingana na mapenzi yake Mungu Mwenyezi. Na kweli alifanya mapenzi ya Mungu. Ndipo alisema kwamba jifunzeni kwangu, maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. You know, there is a joke ambayo inatolewa. Mwalimu ambaye alikuwa ni sister wa kanisa alikuwa anafunza watoto wa umri wa miaka 5 ina kindergarten. Na akawauliza, ni mtu mgani mashuhuri ambaye mnajua aliishi hii dunia? An Irish boy akainua mkono na akasema kwamba huyo lazima alikuwa ni St. Patrick, kwa sababu St. Patrick ndiye ali-evangelize Irish people. Akaambiwa hapana, sio huyo. A Scottish boy na akainua mkono akasema ni St. Andrew, kwa sababu St. Andrew ndiye ambaye ali-evangelize kule Scotland. By the way, Kenya ni nani ali-evangelize? Ni nani? Sawa, tutaulizana baada ya misa, nimeona. So huyo akasema ni St. Andrew. Akaona kijana ambaye alikuwa anaitwa Miguel, akamuuliza, na wewe unasema ni nani? Na huyo kijana akasema kwamba ni Yesu Kristo. Akaambia watoto, pigieni huyo kijana makofi. Na walipopiga makofi akamuita, kwa sababu alikuwa ameahidi atakayetoa jawabu la kweli atapewa shilingi 500. Kwa hiyo kijana akaitwa, akienda kupewa 500 akaulizwa, na wewe imekuwaje wewe ni Myahudi na umeongea na kusema kwamba ni Yesu Kristo? Na kijana akasema kwamba kwa kweli jibu ambalo lilikuwa kwa moyo wangu sio Yesu, bali ni Musa, kwa sababu alitupatia sheria. Lakini kwa sababu hii ni biashara, basi ilibidi niseme Yesu. Mungu ni mwema. Ndugu zangu, tusifanye biashara na Ukristo wetu, bali acheni tuishi Ukristo tukijua kwamba Kristo ni nani? Ni mfalme wetu. Na anapokuwa mfalme wetu, acheni tumpe maisha yetu, atuongoze na atuelekeze, maana mwisho wa yote tungependa kuishi na yeye milele yote katika ufalme wa mbinguni. Mungu abariki, tukutane mbinguni.